jambo la kwanza ambalo mimi nalisisitiza kama mwenyekiti, kila diwani kwenye eneo lake, jambo la mapato ya ndani liwe ni ajenda ya kwanza. Yaani ajenda ya ndani ya mapato ya halmashauri, makusanyo ya kodi ya serikali ikusanywe vizuri, wewe ukiwa mwakilishi kwenye kata yako. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa madiwani, unapotoa taarifa nitakaye inoti mimi zaidi ni hiyo. Lakini baada ya kuangalia ile taarifa ya mapato na matumizi, ndiyo taarifa inayokusababisha wewe diwani ulipwe posho zako. Ukienda kwenye maandiko ya Biblia wanasema asiyefanya kazi na siri. Maana yake kama haukusanyi haupaswi kula. Sijui kwenye msahafu inasemaje, sijui yatakuwa labda yamelingana, lakini kwenye Biblia inasema asiyefanya kazi na asili. Maana yake hauruhusiwi kula kama haujafanya kazi. Kwa hiyo niseme, kama haujakusanya, ona aibu kwenye kata yako. Kwa nini haujakusanya alafu unataka ulipwe posho? Kwa hiyo tutaambizana, kwa sababu wote tu na watendaji wa kata mmo. Lakini lingine nililotaka kulisisitiza ni swala la miradi ya maendeleo iliyopo kwenye maeneo yenu. Naomba sana miradi ile ya maendeleo ambayo serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan wameileta huko, diwani uwe wa kwanza kujua fedha iliyomo, ili ukiulizwa uielezee vizuri, lakini pia ifanye kazi inayotakiwa. Fanya kazi ya kiwango. Tusisubiri kamati ya ulinzi hao wamegawanyika. Kuna wengine wanaangalia hawasemi, wanapita, wana mahali pa kusemea. Kuna wengine wanasema kwa kuona kile ulichokifanya, kama ni cha ovyo watakuchukulia hatua, wako huko. Kwa hiyo niwaombe tusijiingize huko, na naomba tusimamie vizuri. Na watu wangu ambao ndio wakuu wa idara, nyie mnahusika na shughuli za kutafuta wazabuni na watu wengine. Kwa hiyo mkiwapata wale wazabuni mkatuletea, tutashirikiana nao kuhakikisha kwamba shughuli yetu inaenda vizuri. Kwa hiyo niwaombe kwa hili pia tulifanye sawa sawa.